Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Familia moja mtaani Mukuru kwa Njenga hapa jijini Nairobi inalilia haki na uchunguzi wa kumkamata mshukiwa aliyemteka nyara mtoto wa miaka 7 kabla ya kumuua na kuuchoma mwili wake. Mwanafunzi wa gredi ya kwanza Jedida Mwende alitoweka mapema mwezi uliopita kabla ya mwili wake kupatikana ukiwa umechomwa kiasi cha kutotambulika kando kando ya barabara mtaani Embakasi. Franklin Wala anaarifu. Maisha ya mtoto asiye na hatia yamekatishwa kikatili. Jedida Mwende mwenye umri wa miaka 7, mwanafunzi wa gredi ya kwanza ambaye ndoto zake zilizimwa kikatili. Kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa, familia na majirani wamekuwa wakikusanyika hapa katika mtaa wa Riara, Mukuru kwa Njenga, wakifanya ibada za kila siku, sio tu kwa ajili ya kufarijiana, bali pia kuchanga fedha za mazishi ambayo hawawezi kuyasimamia kwa sasa. Jedida alitoweka mnamo tarehe 11 Julai. Mamake Helen Kemunto alifika kituo cha polisi cha Villa kuripoti, lakini anadai polisi hapa walimpuuza. Ni polisi station Villa, hawakunipea opi. Wakaniambia kesi kama hizo hatutaki. Nikakuja nikamtafuta kwa kijiji, simuoni. Siku chache baadaye polisi walimpigia simu na kumjulisha kuwa kuna mwili wa mtoto mdogo uliookotwa barabarani Embakasi. Wakaniambia kuna mtoto amepatikana Mansai Road, amechomwa. Alielezwa afike hifadhi ya maiti ya City. Kanionyesha hiyo picha, mimi nikaona ni chifu tu. Wenyewe tulionyeshwa hiyo mwili. Mimi nikaona mtoto wako huwezi sahau. Nikamwambia nifungulie hiyo kitambaa yenye mmefunika huyu mtoto nione. Vile amefungua hivi nikaona kale kaswenta kama mtoto alikuwa nayo kabisa. Jedida alikuwa mtoto wa pekee wa Helen na aliyekuwa mumewe Munyao Mbituka kabla ya talaka yao baada ya miaka 9 ya ndoa. Ingawa hapo awali Mbituka alimtambua mtoto huyo, baadaye alidai ushahidi wa DNA. Nikaenda akanitoa hiyo mate, akaniambia niongoje 9 days. Hiyo 9 days ikaisha tarehe 30. Nikapiga simu nikiuliza huyu askari, akaniambia pato. Familia hiyo iliarifiwa kusubiri siku 9 kwa uchunguzi huo wa DNA kukamilika, lakini mwezi mmoja baadaye hakuna matokeo. Akizungumza nasi kwa mawasiliano ya simu, Munyao Mbituka alieleza kuwa wote wanangoja matokeo hayo ya DNA kujua mwelekeo watakaochukua. Kwa sasa uchunguzi unaendelea japo ukisuasua, huku mamake Jedida akisalia kukumbatia picha ya mwanawe, mkoba wake wa shule na viatu akisubiri majibu. Wanapoendelea na shughuli za kupanga mazishi ya Jedida Mwende, swali ibuka ni je, kwa nini imechukua kipindi cha zaidi ya mwezi mmoja na hakuna mshukiwa aliyetiwa nguvuni kufuatia tukio la mauaji ya mtoto huyo? Franklin Wala, runinga ya Citizen, kutoka Mukuru kwa Njenga, Nairobi.